Shalom, shalom na wasalimu nyote katika jina la Yeshua aliye hai. Asifiwe Mwokozi. Ni wakati mwema ambao tumepata kibali tena kujiandaa katika safari ya ufalme wa mbinguni. Ni wakati mwema ambao wengine wanautamani sana. Kuna watu wengi sana wanamtafuta Mungu wa kweli, wa pekee. Mungu wa pekee wa kweli ambaye amejificha katika neno lake, ambalo wengi wamepotea ili hali wana Biblia mikononi mwao, na wengine wameangamia ili hali wana Biblia mikononi mwao. Maana wameibeba mikononi mwao na mioni mwao hawana neno la Mungu. Ina maana gani ama ina haja gani ukaibeba Biblia mkononi huku moyoni mwako umemwacha Mungu? Biblia inakaa moyoni mwa mwanadamu. Watu walimtamani Mungu lakini hawakukuwa tayari kuyashika maagizo ya Mungu. Hallelujah, glory Masihi. Kila mtu duniani anampenda Mungu. Jirani yako, adui yako, unajua kuna watu wana maadui, adui yako, ndugu yako, mzazi wako, baba yako, wanampenda Mungu lakini hawapo tayari kumsikiliza na kumtii Mungu. Kwa hiyo kitakacho tofautisha sisi watakatifu na Wakristo ni wao kumchukulia Mungu kikawaida, na sisi tunamchukulia Mungu kama ni uzima wetu. Wao wanaichukulia Biblia ni kitabu kilichoandikwa katika taifa la Israeli. Wanaona hichi ni kitabu tu cheusi tu, kitabu tu cha makaratasi yanayomsema Mungu alikuwa wapi. Lakini sisi neno la Mungu amekuwa ni roho ikaaye ndani ya mioyo yetu, inayotupa uzima na amani, inayotunyoosha katika njia za dunia, inayotukataza kutenda dhambi kama walimwengu, inayotuambia ya kwamba tusishirikiane na waovu, inayotuambia ombeni bila kukoma, inayotuambia kesheni huku kama mtu angalijua saa ambayo atavamiwa angalilinda nyumba yake. Wanafunzi wakamuuliza Yeshua Hamashia, mwana wa Mungu aliyezaliwa Nazareti, wakamuuliza, hebu tuambie itakuwa dalili gani za siku za mwisho? Akasema, kama mtu angalijua saa ambayo mwivi atakuja angalilinda nyumba yake. Nami nakuambia, ungalijua saa ambayo Mungu atashuka, ungelilinda moyo wako. Ungelijua saa ambayo tunaishi sasa ni nyakati za kinabii, muda uliotabiriwa, ungelinda moyo wako. Hungekata tamaa, hungerudi nyuma. Maana hatua tu moja tu utakayoipiga katika imani itakupa mabadiliko makubwa sana. Kumbuka kama yule apigaye mbio, wanariadha, akibakisha tu hatua moja ya mwisho anayoipiga katika mbio zake, ndio ushindi wake. Sio zile hatua za mwanzo wa mbio wakisema on your marks, get ready, go. Hizo hatua za mwanzo zenye alipiga kwa nguvu nyingi sio zilimchangia kumpa ushindi. Lakini iliyompa ushindi ni ile ya mwisho aliyoipiga. Licha ya kuchoka, licha ya kuchuja, aliweka hatua ya mwisho na ndio ilikanyaga mstari wa ushindi, akawa mshindi. Lakini angeachia hapo, hangekuwa mshindi na hatua za kwanza hazingekuwa na faida. Lakini kwa sababu alikuwa amechoka, amekimbia, ameamka na mbio sana, akakimbia, akafika karibu na mwisho akachoka, lakini anaamua kupiga hatua nyingine na ndio kukanyaga ushindi. Ndivyo ilivyo sisi watakatifu. Utakatifu ama wokovu ni kama mbio. Wengine wanaanza hizi mbio hawashindi, wanashindwa njiani.
Mungu angekuwa anawaruhusu watu kurudi nyuma katika imani vyepesi ambavyo watu wanadhania, wengine wetu hatungekuwa tunahubiri. Sijawahi kushuhudia ushuhuda wangu full. Ilifika wakati mwaka wa 2023 around there, na hata tu mpaka sasa hivi mimi bado nipo kwenye kipindi cha jangwa katika majaribu. Maandiko yanasema Yesu Kristo alijaribiwa, alienda akafunga siku 40. Siku 40 ni fumbo pia, ina maana zaidi ya moja. Lakini akajaribiwa nyikani na Ibilisi. Tuliandikiwa tu majaribu the top 3, lakini majaribu yalikuwa mengi sana. Kwa hiyo kuna lazima katika wokovu wako, lazima kuna kipindi utaingia nyikani. Haleluya. Glory Masihi. Lazima acheni wale waliowahubiria wakawaambia wokovu ni kula bata, waliwadanganya. Lazima ujiandae, your mental, lazima jiandae tu ujue kuna siku nitaingia nyikani. Lakini tukiwa bado tupo nyikani, maandiko yanatuambia kwamba Mungu hakumjaribu mtu kupita imani yake. Na katika kila jaribu Mungu hupeana njia, hupeana mlango wa kutokea. Haleluya. Na kuna umuhimu wa nyika, maana hapo nyikani ndipo sasa mwana wa Mungu alimshinda shetani. Mathayo mlango wa 4 utapata hiyo kitabu kinazungumza majaribu na yote. Yaani kwa hatua kubwa sana katika maisha ya Yesu Kristo ni pale nyikani. Hapo ndipo tunaambiwa alimshinda Ibilisi. Maandiko yanasema baada ya jaribu la mwisho, Ibilisi aliondoka akamwacha. Haleluya. Kwa hiyo Ibilisi huwa anapewa nafasi katika maisha yako na Mungu wako ili akujaribu. Na hayo majaribu ni maandalizi ya kuingia mbinguni. Jua tu ninapojaribiwa ndo naandaliwa kuingia mbinguni. Majaribu yanatumika kama silaha ya kutoa dhambi katika maisha yako. Na usipochukulia majaribu kwamba ni elimu ya kiroho, basi utakuja kuuchukia wokovu wako na yamkini utaanguka. Usipoyachukulia majaribu kama ni elimu ya kiroho, usipochukulia kama haya ninayoyaona haya yatakuja kunifaidi baadaye, basi utaanguka. Maana katika roho tuna vyombo vingi vya elimu. Tunajifundisha kutokana na neno la Mungu la kwanza. Cha pili, tunajifundisha kutokana na Mungu aliyeishi ndani, anaishi ndani ya watu wanaotuzunguka. Kingine, tunajifunza kutokana na Mungu wa manabii, Mungu wa mitume wa zamani, Mungu aliyewahi kuishi kwenye taifa la Israeli. Na kingine, tunajifunza kutokana na majaribu. Majaribu ni moja kati ya subject, moja kati ya somo la rohoni. Ni moja kati ya vitu vinavyochangia mtu kuwa mwana wa Mungu, mtu kuwa mtakatifu. Ni hayo. Sikiliza. Yesu hangeweza kuelekea katika msalaba wa Kalvari kutukomboa kama hangelipitia majaribu nyikani. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 4. Yanasema kwamba kisha Yesu akapandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Kwa hiyo sio shetani aliyekuja, lakini maandiko yanasema kisha Yesu akapandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Kwa hiyo majaribu, kuna majaribu ya watakatifu na kuna majaribu ya watu wa dunia. Mtu ambaye hata hasikilizi neno nalohubiri, hajui injili hii, huyo majaribu yake maandiko yanasema wamejaribiwa kwa ajili ya tamaa zao wenyewe. Lakini wewe mtakatifu naye nifuatilia na kunisikiliza, wewe maandiko yanasema kisha Yesu. Hebu toa sasa Yesu weke wewe mwenyewe. Maana Yesu alishamaliza yake. Tumeandikiwa ili ya usike katika uokovu, katika maisha ya uokovu wetu sisi wa kizazi cha leo. Biblia hii haijaandikwa kwa sababu ya Yesu ili tujue Yesu alikuweko, lakini imeandikwa kwa sababu sisi tuishi maisha yale. Haleluya. Kisha Yesu
alipandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Toa Yesu ujieke, maana sasa hivi inakuhusu wewe. Kisha Yusufu akapandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Kisha Miriamu alipandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Kisha wewe ukapandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Haleluya. Baada ya kumkubali Mungu, Mungu akawa na uhakika kwamba huyu mwanangu, huyu mwana wa binadamu ananitafuta uso wangu. Kitu kitakachofuata atakupandisha nyikani. Sasa ninyi mnaogopa nyikani. Nimehubiri somo hili kwa sababu nimeongea na wanangu wote tu. Tuseme wote tu. Majaribu yanawapiga kila wakati. Sasa nimetaka nikupe elimu ya kiroho na kisha nikupe ushuhuda wangu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atakavyokuwa na uhakika kwamba nendeni kote duniani mkainene injili kwa kila kiumbe, kila aminie na kubatizwa. Sasa ndo unabatizwa. Unabatizwa kwa nini? Anabatizwa kwa moto na Roho Mtakatifu. Moto, neno la Mungu. Neno la Mungu liko paka ndani na majaribu. Mungu alimjaribu Ayubu, si ndio? Kwa nini Mungu akupe kitabu cha majaribu ya Ayubu? Maana amejua kuna siku Roho Mtakatifu atakupandisha nyikani. Roho Mtakatifu ameyaona mioyo yenu, akaona ninyi mnataka uzima wa milele. Yaani mmeanza kuokoka vizuri, akawapandisha nyikani. Ndio maana kumekuwa na hili likitoka, hili linaingia. Hili likitoka, hili linaingia. Lakini shukuruni kwa sababu Mungu aliye ndani yangu hatoki. Anakuingiza akijua unatoka. Ni Mungu anayeishi maandiko matakatifu. Ni Roho Mtakatifu mwenye tabia za Biblia. Maana huyo Roho Mtakatifu alisema kupitia kinywa cha Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 10:11. Akasema ya kwamba Mungu amjaribu mtu kupita imani yake. Japo niyumbishwe nisukwe, najua nimepandishwa nyikani na Roho Mtakatifu. Hasa nikuulize swali mwanangu. Roho Mtakatifu akikupandisha atakosa kukushusha? Atakupandisha nyikani kisha akuongoze utoke nyikani. Kumbuka Yesu baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji katika ule ubatizo wa maji mengi, ndiye akapandishwa. Ubatizo wa maji mengi, maji ni nini? Ni neno la Mungu. Baada ya wewe mimi nimekuhubiria neno la Mungu, sasa hivi ni mwaka mmoja, huu ni mwaka wa pili nikihubiri. Nimekuhubiria neno la Mungu, limekuingia. Sasa umepandishwa nyikani. Maana Yesu alibatizwa kwanza. Maana anasema Yesu akaenda, Yohana Mbatizaji akambatiza hapa juu. Inasema wakati huo Yesu akaja. Mathayo 3:13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Baada ya kubatizwa kwa maji mengi, sasa watu wanaenda kutumbukiza watu kwa maji, lakini maji hapo ni fumbo la kumaanisha neno la Mungu. Yesu akasema mimi ndimi maji ya uzima. Kwa hiyo tunapaswa kuwabatiza watu kwa maji ya uzima. Mimi ndimi maji ya uzima. Maji ya uzima. Kwa hiyo Yesu ndio maji ya uzima. Yesu ni nani? Leo nimetumia Yesu mpate kunielewa. Kwa hiyo Yesu ni nani? Maana nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu alikuwa kwa Mungu. Neno la Mungu alikuwa ni Mungu. Alifanyika mwili akakaa pamoja na sisi. Yaani hapo mwanzo kulikuwa na Yesu. Yesu alikuwa kwa Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu. Yesu alifanyika mwili akakaa nasi, tukauona utukufu wake kama mwana pekee. Haleluya. Kwa hiyo haya maji ya Yordani inamaanisha neno la Mungu. Yesu akazamishwa ndani.
lakini alizamishwa na mwanadamu, mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu, alizamishwa na mfano wa Mungu. Yohana Mbatizaji, mfano wa Mungu. Kwa nini mfano? Maandiko yanasema mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sura ni tabia. Sura ni tabia, ni utendakazi, ni uwezo, ni neema, ni upendo, ni hekima, ni maarifa, ni utakatifu, ni maombi, ni imani, ni ujasiri, ni neema, ni utukufu, ni mamlaka na utendaji, ufanikishaji, kutubu, kuimba na kuabudu, moyo wa kutokukata tamaa wa Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura, ni tabia, mfano ni muonekano wa Mungu. Kwa hiyo Yesu anakuja, maji ni neno la Mungu, kisha Yohana Mbatizaji ni sura na mfano wa Mungu. Hata tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji ni mfano wa Mungu, unambatiza huyu. Sasa hebu mtoe Yesu hapo, ujieke wewe, maana Biblia hii haikumstahili Yesu. Haleluya, glory. Ili tustahili sisi tunaoishi leo, wewe unayenitazama. Kwa hiyo wewe ukatoka, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Wewe ukatoka Galilaya ni dhambini. Akatoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana abatizwe. Kwa hiyo wewe ukatoka kwenye dhambi zako mpaka kwenye mahubiri ya Yeshua ili ubatizwe. Kwa hiyo ukatoka ukaja ukaingia kwa maji, kwa mahubiri. Ndio maana ukaja YouTube kidogo ukanikuta, ukaingia kwenye mahubiri haya. Kwa hiyo ulipoingia kwenye mahubiri haya, kwa hiyo mfano wa Mungu ndiye anakubatiza, na ndio mimi. Maana anasema Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo mimi ni mfano wa Mungu. Yohana Mbatizaji pale, nimesimama pale, mfano wa Mungu. Wewe unakuja kwa sababu mwili wako ni mfano wa mwanadamu. Sio mwanadamu. Mwanadamu ni yeye aliye ndani yako asiyeonekana. Sehemu yako isiyoonekana ndio wewe, lakini huu ni mfano wa wewe usioonekana. Kwa hiyo mimi ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Ukaja ukaingia nikakubatiza. Baada ya kubatizwa, maandiko yanasema kisha Yesu alipandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Ninyi mkiingia majaribuni furahini. Ndio maana maandiko yamesema furahini mjaribiwapo, maana baada ya majaribu huja saburi. Yaani kuna kuja uwezo, uokovu na neema, unakuwa mtu wa Mungu milele. You will never backslide. There's nothing like backsliding. Hallelujah, glory. Hallelujah, hallelujah. Wapagani wanaosema wameokoka ndio wanarudi nyuma. Wewe jiulize, mimi ni mwana wa Mungu, sio mtumishi wa Mungu. I am the Messiah, the Christ. Jiulize, katika mitume wote 12 ambao Yesu alihubiria, nani alipotea? Kama sio yule Yuda ambaye Yesu alisema Yuda ni mwana wa kuasi, iliandikiwa atapotea. Lakini jiuliza kina Petro, kina Yakobo, nani alipotea? Ukihubiriwa injili na mwana wa Mungu huwezi kupotea, maana roho yangu inakaa ndani yako. Ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Ilifika mahali katika safari ya wokovu nikiwa nyikani. Sasa hivi nyika yangu naelekea kumaliza. Ni kuvumilia, naelekea kumaliza, hata ni kama nimemaliza, maana mwaka huu nyika inaisha. Nyika ikiisha, revival begins this year. Kwa hiyo this is just preparation. Na ubiri ili mtu akija sitahitajika kuhubiri kila siku. Mtu akija atajikuta na mahubiri haya yanamjaa na tunaendelea. Hii ni ya kusafisha tu watu. Atakuta nimeshahubiri, kumbe alihubiri kitambo, anafuatilia mahubiri, basi kisha tunaendelea na kujiandaa kwa ajili ya safari ya unyakuo ambao umefika. Kwa hiyo nikiwa nyikani, niliteseka, nilikosa direction. Wakati huo watumishi wa Mungu niliojaribu kusonga karibu nao walinikataa. Kuna wengine walikataa kwamba huyu ana mapepo. Na hata sikukuwa nimeanza kuhubiri kama mwana wa Adamu. Nilikuwa mtumishi wa Yesu Kristo, lakini nilikuwa na uwezo mkubwa mno. Sikukuwa hata nimefundishwa bado na Roho Mtakatifu injili hii. Nilikuwa nahubiri injili ya kawaida. Injili yangu ilifanana na ya Moses Kulola. Kwa hiyo
nilijaribu sana nitumika na wahubiri wengine, kwa sababu nilijua naweza kuponya kiwete, naweza kuponya kipofu, naweza kuponya kila utasa, naweza kuponya ukimwi. Kwa hiyo sikutaka hizo sifa zinijilie. Nilisema nikiwa chini ya mhubiri yoyote, bora nipate nafasi ya kuwahudumia watu. Sijali watakavyonichukulia, bora nimewahudumia kama maandiko yasemavyo, bila kutenda dhambi. Mpaka nilikuwa Jumapili moja na zurura makanisani. Nilikuwa naweza enda kanisa 3 Jumapili moja. Niende hii service, nione hii kanisa hapana, haina Mungu. Nikakaa naona hii kanisa hapana, hii ni usherati. Natoka naenda ingine, no. Natoka naenda ingine. Saa ingine watu wakiimba naanza tu kudondoka na machozi, kwa sababu nilikuwa kanisani lakini nakasirika. Nakasirika kwa sababu gani? Nimejaribu kumwacha Mungu, nimeshindwa. Nimeshindwaje? Ikafika siku nyingine nikasema, nilikuwa nanena kwa lugha na Roho Mtakatifu kweli na uwezo na neema. Mungu anasema na mimi, hata nikisema Baba sema na mimi. Hata mtu akitaka tu huyu mtu, kwa nini ni mgonjwa, sema na mimi. Ataniambia huyu mtu ni mgonjwa hivi na hivi na hivi. Kama kuna mama fulani tulikuwa kwenye mkesha, nikatazama huyo mama alikuwa amekaa ameangalia mbele, mimi niko nyuma yake. Sijui tatizo lake. Nimekaa nyuma kabisa ya kanisa. Lakini nimekaa hapa, macho yangu ya rohoni yanafumbuliwa, na niliona tumbo lake alikuwa ni tasa. Nikaona tumbo lake anapokaa mtoto. Hapa kando nikaona uvimbe. Nikaambiwa, unaona huyu mwanamke ni tasa. Na simjui, sijawahi kumuona, ni tasa. Kwa hiyo ukimuombea atapata ujauzito. Ukimuombea utasa unaondoka. Umeona ule uvimbe? Ukimuombea na unayeyuka. Ni kitu kilichopandikizwa. Hilo ndilo pepo la utasa. Kwa hiyo nimekaa hivi. Akaniambia ni huyu. Lakini sasa tumekaa hivi, pia amekaa hivi. Nikaambiwa hebu muulize. Nikamwambia mama, wewe huna mtoto. Nikaambiwa sasa geuka, ukigeuka hivi ndo utajua. Nimemuona uvimbe uko upande wa kushoto kwa sababu tumekaa in the same direction. Nikaambiwa sasa simama mbele yake, utaona uvimbe ulivyo. Nikaona uvimbe, nikamwambia wewe ni tasa. Ndio. Umekaa hivi na hivi na hivi. Ndio mara yangu ya kwanza kuona katika roho. Lakini nilikuwa na hukumu mno. Ilibidi paka wahubiri wengine niombee wagonjwa ndio wahubiri waanze tutumike pamoja na Baba wa mbinguni ananiambia ondoka, hawa ni wanafiki. Hawa ndo wale mbwa mwitu wanaowararua kondoo. Kuna mahali nikaenda kwenye kanisa fulani, niliomba siku moja, kila mtu alijibiwa maombi yake yote hapo ndani, maombi yao yalijibiwa yote. Jumapili nikaja, kanisa imejaa. Lakini wahubiri walikuwa wamesema mimi niko kwa mashetani, ananena kwa lugha za mapepo. Sasa wakaniita kando, wakaniambia tunataka ushirikiane na sisi. Njoo ukae huku mbele kwa wahubiri. Nikawaambia hapana, mlisema na mapepo. Kwa nini mtumike na pepo? Si wewe ulisema kwanza kulikuwa na kanabii. Watu ambao wanataka kumtumikia Mungu hawatumii Mungu hawatumii. Nikaendelea kuhangaika sana. Nikakosa tumaini. Nikasema hata haina haja ya kuishi. Nimejaribu. Nikakaa chini, nikasema, nikamuomba Mungu, nikamwambia Mungu, nakuomba achana na maisha yangu. Tangu leo sitaki Roho Mtakatifu, sitaki kunena kwa lugha, sitaki wokovu. Kabla mimi sijaanza kuomba sana na kunena kwa lugha, sikukuwa natenda dhambi. Nilikuwa naenda kanisani kila wakati naomba, lakini sikukuwa napenda kuomba sana. Nikasema sihitaji wokovu, sihitaji Roho, na kuahidi sitatenda dhambi. Toa Roho Mtakatifu ndani yangu, niachane na maisha yangu. Nikaenda kulala. Nikasikia wimbo ukiimbwa kutoka mbinguni. Wimbo ukasema, katika magumu yote usichoke kushukuru,
kwa maana yu mwema, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema. Kwa hiyo nikaamka tena, nikamwambia Mungu, asante kwa wimbo, lakini bado nahitaji kuishi peke yangu bila Mungu. Nilikuwa nasema hivyo nikiwa na uchungu, machozi yakinitoka. Nikasema nimechoka, nimevumilia, nimeshindwa. Nimejaribu kuufuata wokovu, hunisaidii. Kwa hiyo mimi sitaki wokovu wako. Sitaki Roho Mtakatifu. Nikasema sitaki kunena kwa lugha hata siku moja. Nikakaa. Sasa nimekaa, nikasema hiyo siku siwezi kunena kwa lugha. Ikafika jioni, nikajisi furaha nyingi, nikaanza kunena kwa lugha. Hallelujah, glory. Nikinena kwa lugha na click. Nasema, nimekuambia toka ndani yangu. Tena nakaa. Tena usiku najikuta Roho Mtakatifu ananijilia na nena kwa lugha. Nikasema kama wewe kweli ni Mungu, ukitaka ni kuamini, toka ndani yangu. Niachie maisha yangu. I tried. Ikiona mtu anasema kwamba mimi ni mtumishi wa uongo, huwa nacheka. Kwa sababu nilijaribu kumkimbia Mungu. Nikiwa nyikani, I tried. Paka nikawaambia wanafamilia namchukia Mungu sana. Namchukia sana. Lakini ndio maana nawaambia kama ni Roho Mtakatifu ambaye mimi nimewapeni, kwa na hakika hakuna siku utaanguka kwa imani. Maana ungekuwa wa kuanguka, mimi ningeanguka. Mimi nilikuwa nimeyari mwenyewe kutoka kwa imani mwenyewe. Pasipo kwamba nimeanguka, nilikuwa mwenyewe nimesema sitaki Roho Mtakatifu. Nataka kushughulika na maisha yangu mwenyewe, nikifa nihukumiwe, nikistahili jehanamu ni sawa. Lakini kumbe Mungu akisha kuchagua kuwa mtakatifu wake, huwezi ukatoka. Na Roho Mtakatifu anaingiaje? Haya mahubiri niliyowapeni ndani yenu, hayo ndio huyo. Hatawahi kutoka. Kuwa na hakika nitaingia tu Sayuni. Ndio maana unajikuta moyo umekufa moyo, lakini bado unataka kuendelea. Ni huyo. Imeandikwa, amini sitawaacheni mpaka mwisho wa dahari. Yaani huyu Roho Mtakatifu aliye ndani yangu ambaye nimewapeni ninyi kwa uwezo ambao Baba amenipa. Huyu Roho Mtakatifu anatimiza Biblia automatic. Hauhitaji sijui nini, anatimiza. Ndio maana andiko linalosema nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Ndio maana bado unavutwa tu. Unasema acha niache tu kusikiliza mahubiri, maisha yangu yameanza lakini bado unavutwa tu kwa sababu sitakuacha mpaka mwisho wa dahari. Sasa hivi na Roho Mtakatifu niko sawa. Dhambi zinanikwepa tu zenyewe. Kwa kuwa Mungu amejua sijapinda moyo wangu. Mbele zake nipo hai, nipo msafi. Sidaiwi chochote na Mungu wangu. Hivyo ndivyo mnapaswa kujifungua. Usiende kwa Mungu na makolokolo yako. Usimwendee Mungu na mambo yako tu. Jifungue kwa Mungu. Bwana Mungu wangu, niende kwa nani mwingine kama si kwako? Wewe ni Ebeneza uliyenishindia. Nani atanishindia? Unaufungua moyo wako. Mimi nilifika mahali nikamwambia Mungu, najua ukiniacha nitaangamia. Lakini mahali nimefika siwezi kuendelea. Kwa sababu nimejaribu kukusogea. The more ninakusogea, no, the more my life become tricky. Ni kwa sababu gani? Kisha Yesu alipandishwa na Roho Mtakatifu nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Hivyo ndivyo ilivyo. Ninyi mmepandishwa nyikani sasa hivi. You must congratulate yourself for the temptations. Maana umeshabatizwa kwa neno. Sasa umepandishwa nyikani. Ukitoka nyikani unafurikwa na Roho Mtakatifu.
Ribai kai trima laidrasai. Ndio maana nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Lakini kumbuka Roho Mtakatifu ndiye alimpandisha. Maana amegundua huyu ni milki yangu. Huyu ananipenda na upendo ule wa kweli. Huyu ni mwana mtulivu mwenye rehema zangu juu yake. Kwa hiyo umepandishwa nyikani. Nyika majaribu. Nyika ni wapi? Nyika ni mahali kusiko na maji. Kwa hiyo kiu kitakupiga kikali. Nyika ni mahali ambapo wanadamu hawaishi. Kumbuka utabakia peke yako. Nyika ni mahali ambapo kuna tu wanyama. Yaani utakosa msaada wakati Mungu anakupandisha nyikani ujaribiwe. Hakuna atakaye kuunga mkono hata mmoja, ila Mungu mwenyewe. Prepare your mindset. Hata akuwe mme wako, mke wako, watoto wako, wazazi wako, ndugu zako, hakuna atakaye kuunga mkono. Mimi ni shahidi. Katika wokovu wangu, familia yangu haikununga kabisa. Wameanza kuniunga wakati ambao wamemuona Mungu wangu. Asilimia kubwa walinikataa. Wakasema huyu ana mapepo. Nikasema Mungu, na kuaje na mapepo? Yaani nimeomba, nimefunga mpaka siku 40 ili nijazwe na mapepo. Yaani kwa sababu ya kung'ang'ania utakatifu, nimetafuta utakatifu mpaka nikajawa na mapepo. Lakini nakuambia Roho Mtakatifu huyu anaishi kadiri na Biblia. Nikakumbushwa na Roho wa uzima. Yesu ndugu zake walimwambia ni wazimu. Walisema amekuwa mwenda wazimu. Mwenda wazimu ni mtu gani? Huyu ni mtu ambaye amejazwa na pepo la wazimu. Kwa hiyo inamaanisha walimuona Yesu ana mapepo ya wazimu. Na hata Wayahudi Yesu wamesema wewe una pepo na ni Msamaria. Hakuna kitu kipya, furahini kwa sababu neno la Mungu linatimia maishani mwenu. Mmemshika wa kweli. Kwa hiyo nyika, tarajia hakuna atakaye kuunga mkono. Ila Maandiko yanasema ni malaika peke yake wale walimfariji. Ni malaika peke yake wale walimfariji. Heri yule amwamini ya kwamba Yesu ni Mwokozi, na kujitwika imani na kudharau ulimwengu. Walimshika Mwokozi wakampeleka kwa Kayafa. Walimtesa Mwokozi na mwisho wakamsulubisha. Ni malaika peke yake wale walimfariji. Ni malaika peke yake wale walimfariji. Heri yeye amwaminie ya kwamba Yesu ni Mwokozi, na kujitwika imani na kudharau ulimwengu. Walimshika Mwokozi wakampeleka kwa Kayafa. Walimtesa Mwokozi na mwisho wakamsulubisha. Ni malaika peke yake. Wanadamu hawakumfariji bali walimkimbia. Hata mitume wake walimkimbia nyakati za majaribu yake. Walimkimbia. Mitume wake walimkimbia. Wayahudi waliolishwa mikate, walioombewa na kuponywa magonjwa, walimsaliti, walimkataa. Wakasema asulubiwe. Na baada ya Yesu kumaliza kipindi cha majaribu yake, akatukuzwa. Ina maana nini? Baada ya wewe kumaliza majaribu yako, utatukuzwa. Utavikwa utukufu ambaye ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Maana Biblia yote imeandikwa tu siku za majaribu ya Yesu.
Lakini baada ya kujaribiwa anavikwa utukufu wa umilele kuwa ndiye Mungu, mwana wa Mungu aliyemwaga damu kwa ajili ya ulimwengu ukombolewe. Kwa kuchinjwa kwa mwana kondoo wa Mungu, damu yake inafungua mihuri ya kitabu cha Ufunuo kinachotakasa dhambi zetu na kutuhuisha milele mbinguni. Baada ya kumaliza kujaribiwa akatukuzwa, akawa ni Mungu wa umilele. Ndivyo ulivyo. Baada ya kumaliza kujaribiwa unatukuzwa. Hata mhubiri hawezi ukaanza kutenda miujiza kabla kutoka nyikani. Ukisha toka nyikani tu unasema, ewe pepo kipofu, na kuamuru mwache huyu. Unaona anafumbua macho, naona. Ewe pepo bubu, wachilie mdomo huu. Na anaanza kuongea. Lakini nyika, Wakristo wa kawaida hawatoki nyikani. Akitoka nyikani ameingia shetani. Kama ni mhubiri akitoka nyikani, atahubiri kwa mwaka mmoja. Mwaka wa pili ameingia devil worshiper direct. Kwa sababu anatoka nyikani, imani imekufa. Majaribu yana mambo mawili. Jambo la kwanza, yanaua imani. Jambo la pili, yanakuza imani, yanahuisha imani na kuinua tena. E Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana unipandishe. E Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana unipandishe. Yani, e Bwana uniinue, nipande milima. Mlima ni nini? Milima ya majaribu ni mizito sana, ni mikubwa sana. Hiyo ni milima ya majaribu. Lakini wimbo unakuambia, e Bwana niinue. Ndio maana Roho Mtakatifu akampandisha nyikani. E Bwana niinue, nivuke milima yote. Ndio mahali mlipo. Lazima mvuke milima. Hikatamama sedere mama tikiri masai. Lazima mvuke kwa imani. Kwa imani nisimame. Kuna wengine wanavuka, lakini akishavuka anaanguka. Unahitajika kumwomba Mungu siku za majaribu, Bwana nipe uvumilivu, nipe imani ya kusimama. Maana nyikani unatoka na mambo mawili. Uliwe na wanyama wa nyikani. Na maanisha uliwe, imani yako inaweza ikafia nyikani. Majaribu yanaweza yakaua imani na unaanguka kwenye wokovu. Yanaweza yakahuisha imani, naye ni kwa imani nisimame. Na hata sio Yesu peke yake alikuwa nyikani. Tunamuona Yohana Mbatizaji, chakula chake kilikuwa asali na nzige. Inamaanisha alikula vyakula visivyo na thamani. Tariba sai. Lakini maandiko yanasema neno la Mungu likamjilia Yohana jangwani, nenda kaandae njia. Yesu baada ya kutoka jangwani akaingia kuwatakasa watu, kuwasamehe dhambi na kuwafanya watakatifu. Baada ya kutoka kwenye majaribu unatukuzwa. Baada ya kujaribiwa utavikwa Roho Mtakatifu wa uzima. Sasa hivi una Roho Mtakatifu, maana lazima ubatizwe kwa moto kwanza na unaingizwa nyikani na Roho Mtakatifu wa uzima. Ningependa nikusomee, utaendelea kusoma majaribu yote na ujue. Majaribu yatakuja. Jaribu la kwanza nimeandikwa, akasema, akamjibu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba na mawe haya yawe mikate. Majaribu mengine yatakuja kwa sababu utaanza kukosa mambo
mambo ya msingi. Mambo yako yatakuwa hayaendi kama yalivyokuwa yakienda. Na akasema kwamba imeandikwa mwanadamu hataishi kwa neno tu. Yaani shetani ataanza kukuuliza maswali. Ataanza kukuuliza kama kweli umeokoka, mbona unaishi hivi? Mbona maisha yako imejawa na matatizo? Mbona hii inatokea? Kama kweli unamwabudu Yeshua aliye hai, kwa nini inatokea? Kwa mfano mimi, shetani alikuwa ananiambia baada ya kutoa nyimbo ndo nikaingia nyikani. Nyimbo za kwanza zenye niliimba kama simama kwa yote. Hizo nyimbo nilikuwa najiimba mwenyewe kwa huzuni mkubwa. Kwa hiyo shetani alichoniambia ni kwamba ukikubali tu kuto kufanya hiki ambacho umetumwa kwa ulimwengu na Baba kwacho, nitakufanya kuwa maarufu dunia nzima. Utakuwa msanii wa nyimbo za kidunia mkubwa sana duniani. Na kweli nilipokuwa naenda kulala, unajua nyimbo za kiroho zinatolewa katika roho. Nilikuwa nasikia nikiingia kwenye ulimwengu wa roho, nasikia bongo. Hizi nyimbo za bongo, nasikia za kizungu, R&B. Shetani anasema kwa sauti kubwa, nitakupa hivi vikubwa, utajulikana dunia nzima. Bora usiuporomoshe ufalme wangu. Lakini nikiamka, kwa sababu akili yangu ilikuwa ni utakatifu mtupu, nakumbuka tu ujumbe wa shetani na nyimbo hizi sizikumbuki. Devil worshiper will never help anyone. Kwa hiyo na wewe atakushawishi hivyo. Ndio maana unaona wahubiri wa nyimbo, waimbaji wa nyimbo za injili, akina Rose Muhando, Boni Mwaitege, akina Bati Bukuku, akina nani, wanaanza kuimba nyimbo za moto, lakini kidogo anaanguka. Maana ya udhaifu wa mafundisho. Udhaifu wa mafundisho aliyofundishwa ndio uliwaangusha. Lakini hayo mafundisho ambayo nimewapa ndio mafundisho ambayo Yesu mwenyewe alihubiri. Haya ambayo nimeyahubiri. Ndio maana mafundisho yangu yote mageni haya sijatoa kwenye vitabu vingine. Nimetoa kwenye kitabu cha Mathayo na Yohana. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni mitume ambao waliandika details. Mimi sijawahi kusoma kitabu cha Luka chote. Sijawahi kusoma kitabu ya Luka ati nasoma nimalize. Sijawahi kusoma Marko. Nilisoma Yohana, nikasikia sauti iliniambia soma kitabu cha Yohana. Nikakisoma, nikafundishwa na uzima wa milele ukanifundisha. Baada ya kutoka hapo nikaambiwa ruka nenda Mathayo. Nikaenda Mathayo. Hivi vingine sijaambiwa kusoma kwa sababu hawakuwa, tuseme nilisoma vitabu ambavyo viko ndani kabisa, ili details. Hallelujah. Na injili ambazo wanaita controversial, injili ambazo wanasema ni injili za makufuru nini, zimetoka hapo. Mathayo 23 inazungumza watu kujiita wachungaji majina ya Yezebeli. Ubatizo wa maji mengi ni uongo, ubatizo ni wa moto na Roho Mtakatifu huko kwenye Mathayo 3:11. Kingine kujiita mchungaji Yohana 10. Ukienda kingine jina halisi Mathayo 1:20 itakwambia jina ni Yesu kwa sababu ya tafsiri. Ukienda kwenye Mathayo aliandika, nenda kauliza wasomi. Sipendi wasomi wa theolojia, lakini ukiwauliza watakwambia kitabu cha Mathayo kimetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya Kiaramu ama Kiebrania. Kwa hiyo kwa jina lililotamkwa na malaika lenyewe ndio tunalitaka. Kitabu kingine ni kipi? Kitu kingine ambacho nimekihubiri ni meza ya Bwana ni dhambi. Iko kwenye kitabu cha Yohana na Mathayo. Kwa hiyo injili ya Yesu yenyewe ndio maana huwezi anguka kwenye wokovu. Lakini alipojaribiwa, jaribu la kwanza, shetani ataanza kukuambia, unakosaje na wewe ni mwana wa Mungu? Unasema wewe ni mtakatifu. Unaendaje hapa? Unafanyaje hivi? Saa zingine kama mwanadamu hajakamilika, unateleza, unaanguka kwenye dhambi moja. Anakuambia wewe kama ni mtakatifu, wewe ni mwenye dhambi tu.
ona umetenda dhambi. Imeandikwa atendaye dhambi ni wa ibilisi. Atatumia maandiko. Nasema haki ni ukweli. Ni sawa. Acha tu ni give up. Lakini kumbe hujui. Nasema tu wokovu ni mgumu, hakuna mtakatifu duniani. Lakini hujui hiyo dhambi umetenda, ukisema Bwana unisamehe, unitakase, unirehemu, unasamehewa. Unitie nguvu nisirudie dhambi hii. Usi give up. Alafu cha pili akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake mikononi mwao. Unaona amequote maandiko, kwa maana imeandikwa. Kwa hiyo shetani ataanza kutumia maandiko vibaya. Ataanza kukuambia imeandikwa, una amri ya kuamuru. Na unaamuru haitokei. Kwa sababu gani? Bado upo nyikani. Haujui amri inatumika wakati gani, saa ngapi. Haya, ingine ni utajiri. Utajiri ni ile shetani ataanza kuingilia mambo na kazi yako, kazi, pesa zako unavyoingiza, biashara zako. Hapo ni unahitajika kujua tu, Mungu kama amenipa kazi, nitaendelea kuifanya, nitaifanya mpaka mwisho, mpaka atakavyonitoa mwenyewe. Umemshinda ibilisi. Mungu alivyonipa hizi na hivi na hivi nivifanye, nitavifanya pasipo kutenda dhambi mpaka nitakavyo Mungu wangu atakavyonitua. Maana Mungu anasema baada ya shetani kumjaribu, na pia shetani huwa anakupa tamaa ya kutaka sana. Umeokoka, jaribu lingine anakupa tamaa ya kutaka kufanya kazi, ukuwa na second job. Anataka akupe tamaa upande cheo. Ndio maana watu wanakimbia kanisani kupanda cheo. Upande cheo, yani unataka nipande cheo, ninunue magari, nifanye biashara ilete profit nini. Sasa unaanza kuwa na tamaa, hata unaanza kuona niko na Mungu. Mungu ni wa baraka, atanibariki nitokapo, atanibariki niingiako. Kwa hiyo vitabu vya baraka vinaanza kuingia kwenye maisha yako. Shetani anasema, wewe unafanya lakini haupati profit kubwa. Imeandikwa nitakubariki mashambani na nitakubariki mjini. Na ameruka mahali imesema, utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuitii na kufanya kila yote ni kuagizayo hivi leo. Hallelujah, paya God. Ndivyo ilivyo. Anaanza kukuambia, inafaa ni invest, nikuje nikuwe na mali, nikuje nikuwe. Wewe kama Mungu alipanga utakuwa bilionea, utakuwa tu. Hauhitaji kuombewa ama kutabiriwa. Unahitaji kusikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuitii. Ndio kumekuwa na dhana kwamba matajiri wataenda jehanamu. Haya, je, Ayubu alienda jehanamu? Ayubu alikuwa tajiri kuliko matajiri wa leo. Maana na kama tu punda ya nyakati za Ayubu zilivyokuwa na afya, punda mmoja unaweza kumuuza hata $500,000 ama 200,000. Na maana anasema Ayubu alikuwa na mapunda thousands. Ayubu alikuwa na mashamba kama hata ili taifa la Kenya nzima. Ayubu alikuwa na wafanyakazi wasio na idadi. Ayubu alikuwa kama ni serikali. Si alikuwa wa Mungu. Mungu akisema ole wa matajiri wa dunia, inamaanisha ole wa watu wanaotenda, wamejawa na matendo machafu ya dunia, wanaitwa matajiri. Wale maskini wa roho, inamaanisha ni maskini wa yale matendo ya dunia, yani hana hasira, sio muovu, sio mwenye matusi, hana usuda. Lakini Mungu hajali na hizi mali za dunia. Mungu hajali nazo. Unaweza ukawa una maorofa 200 na ukaingia paradiso. Unaweza ukawa una maskini hata hauli na ukatupwa jehanamu. Mungu anaangalia umetubu aje. Upo tayari kujifungua kwake. Je, wewe utamwabudu katika roho na kweli? Ni hivyo anavyoviangalia. Kwa hiyo msiviangalie vitu vinavyoonekana. Mungu hata aangalii mwili wako. Mungu anaangalia roho. Ndio maana anasema roho itamrudia mwenyewe. Mwenyewe ni nani? Mungu mwenye enzi. Ndiye roho itamrudia, sio mwili. Maana vya huu mwili na vitu vyote vya huu mwili Mungu hana haja navyo. Kitu kinachomkasirisha ni wakati huu mwili unaanza kutenda dhambi. Haleluya. Kwa hiyo baada ya jaribu la mwisho shetani alisemaje?
Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo Shetani atakuletea sanamu kama kazi. Utaanza kuona kazi yako, either kazi inakuja inaisha tu, ama kazi unapata tu, kazi yako unakuja unakuwa busy, unakuja nini, vitu vinakuwa vingi. Ni kwa sababu Shetani ametaka umsujudie kwa mambo anayokuelekeza. Lakini ukizidi kumsujudia Bwana katika ugumu wako, ukizidi kumsujudia Bwana katika udhaifu na majaribu yako, Bwana atakuhifadhi. Sikiliza hapa. Kisha Ibilisi Bwana akamwambia, imeandikwa msujudie Mungu peke yake. Kisha, sikiliza kimakini, kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Malaika ni nani? Ufunuo inasema malaika wale 7 ni roho 7 za Mungu. Roho 7 za Mungu. Ikiwa ni moja ni roho ya Mungu. Roho ya Mungu ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Ina maana baada ya kushinda majaribu, kisha Ibilisi akamwacha, na tazama Roho Mtakatifu akamshukia. Kwa hiyo ninyi ambao mneni kwa lugha, baada ya majaribu haya, tarajieni Roho Mtakatifu kuwashukia. Maana anasema kisha Shetani, Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Malaika ni nani? Nimekuambia ni roho 7. Ufunuo unasema malaika wale 7, roho 7 za Mungu zisimamazo mbele za Mungu. Roho 7 kwa sababu ni 7. Roho za Mungu kwa sababu ni 7 za Mungu 7. Ikiwa moja ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni nani? Roho Mtakatifu. Nasema kisha Ibilisi akamwacha, na Roho Mtakatifu akamshukia. Ndivyo mlivyo. Mnajaribiwa, kisha Ibilisi atawacha, na haya Roho Mtakatifu atawashukia. Usikate tamaa, imefika wakati wa kujazwa. Watu wanatamani sana kujazwa. Huu ndio mchakato. Hakuna cha kuwekewa mkono uanze kutingika. Oh, glory, glory, glory. Hiyo ni mapepo. Hiyo ndio mashande mandara zibaganda ribaria. Malaria, ribaria, malaria. Hapana. Sisi mando robo. Hii ni ya ukweli. Kwa hiyo ya ukweli na gharama. Ndio maana sasa umeingia kwenye gharama hatari. Lakini ukitoka hapo majaribu hayatakaa sana. Kwani Yesu yalikaa sana? Hapana, hayatakaa sana. Yakitoka tu umeshukiwa. Lakini kuwa makini, usiue imani yako katika jangwa. Ukitaka imani yako isikufe, imani inakufa na nini? Imani inauawa na kutokusoma neno na kuomba. Kwa hiyo ukiona umeanza kujaribiwa na hausomi neno la Mungu na hauombi, unaanguka kwenye wokovu. Imani yako inaanguka. Inakufa. Lakini kwa kusimama, zidi kusoma neno la Mungu. Imeandikwa ya kwamba kwa kusikia na kusikia neno la Mungu, imani huja. Inamaanisha kwa kusoma na kusoma neno la Mungu, imani huja. Maana ukisoma, si Biblia inakuambia na wewe unasikia, imani huja. Na pia maombi yanailinda imani. Kwa hiyo katika majaribu lazima uombe sana na usome sana neno, nawe utabarikiwa. Haleluya. Apewe sifa Mwokozi. Haleluya, glory masi. Haleluya, haleluya. Naambiwa niachie hapo, injili imetosha. Jina la Bwana libarikiwe, nanyi mpate kubarikiwa milele. Amina.